Ni katika viwanja vya ndege vya Abeid Amani Karume hapa visiwani Zanzibar, ambapo timu ya Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale pamoja na Baraza la Sanaa kadhalika na baadhi ya watu wengine kutoka maeneo tofauti tofauti wameweza kufika maeneo haya kwa lengo la kumpokea msanii nguli kutoka nchini Qatar, tengeneza maudhui content creator, ikiwa lengo la kuweza kufika hapa ni kuja kujionea vivutio vilivyomo ndani ya visiwa vya Zanzibar. Lakini ikumbukwe kuwa msanii huyo alianza kufanya ziara kutoka Tanzania bara na leo ameweza kufika hapa visiwani Zanzibar, ikiwa lengo ni kwenda kuitangaza Zanzibar kimataifa katika sekta ya utalii. Na hapa katibu mkuu wa Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale pamoja na mrajis kadhalika na msanii huyo wanaeleza kuhusu ujio huo. Langu jina ni Hassan Saidi wa Mshindo TV. Mwana influencer maarufu ulimwenguni na hasa katika kanda ya Mashariki ya Kati na kaskazini mwa Afrika, anaitwa ndugu Mahmoud Al-Saman ambaye anatoka Qatar, na yeye ni mgeni wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na yuko hapa kwa lengo kuu na katika ule mwendelezo wa serikali zetu zote mbili, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ya kuendelea kuitangaza Tanzania lakini pia na Zanzibar katika vivutio na masoko makuu ya utalii ulimwenguni. Kwa hivyo yupo hapa katika program maalum. Ameshamaliza awamu ya kwanza ya kwenda kutembelea vivutio mbalimbali vya utalii Tanzania bara, na hivi sasa amefika hapa leo Zanzibar kwa ziara nyingine ya kama siku 3-4 ambayo itaanzia hapo Unguja na pia itamchukua hadi visiwa vya Pemba, na lengo kuu ni kwenda kuangalia namna ya kuvitangaza vivutio mbalimbali hususan vile vya urithi wa kihistoria na mambo ya kale, mji mkongwe, lakini pia vile vivutio ambavyo pamoja na hivi vya bahari, mchanga na jua, lakini vile ambavyo vinakwenda kutangaza ulimwengu wetu katika muktadha wa bidhaa mbalimbali za utalii na hasa katika hili eneo la heritage au eneo la urithi wa mambo ya kale. Amepata kuona watalii mbalimbali ambao wanatembelea mfano Qatar, wanatembelea Oman, wanatembelea Misri, wanatembelea Morocco, wanaulizia namna ya kufika Zanzibar, kufika Tanzania bara, lakini pia na kwa pamoja amepata kuona watalii kutoka bara Hindi au kusini mashariki ya Asia ambao wanazungumzia namna ya kufika au kusoma, kufahamu na kujua kuhusu Tanzania lakini pia Zanzibar. Na anasema kwamba watu wengi ambao wanataka kuja Tanzania au hapa Zanzibar pia visiwani ni kwamba wanazungumzia sana utalii wa bahari, mchanga na jua, lakini ameshangazwa kuona kwamba kuna utajiri mkubwa wa utalii Tanzania. Ukiachia utalii huu wa mbuga za wanyama, utalii wa mapori, utalii wa kijiografia, mlima Kilimanjaro, maziwa makuu, mito mbalimbali, visiwa, lakini lengo moja pia ni kuangalia ule utalii ambao unahusisha wanajamii, wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa pande zote mbili, kile ambacho kinawaunganisha, utamaduni wao, vyakula vyao, imani zao, maeneo mbalimbali ambayo yanatengeneza ule utajiri wa utalii na kufanya mtalii kutoka pembe zote za ulimwengu kufika hapa Tanzania, kufika pia hapa Zanzibar. Na yote haya yanakwenda sambamba na maono ya viongozi wetu wakuu, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia Mheshimiwa Rais Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar. Tumeungana na wenzetu kutoka Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale katika ujio wa ziara hii maalumu kwa ajili ya kutembelea vivutio vilivyomo ndani ya Zanzibar kutoka kwa msanii maarufu ambaye anajulikana kutengeneza maudhui mitandaoni kwa maana content creator, ndugu Mahmoud Al-Saman kutoka nchini Qatar. Sisi kama Baraza la Sanaa kwa kushirikiana na Wizara ya Utalii tumepokea ugeni huu, na hii ni kuonyesha ishara ya kuunganisha hizi nchi mbili tofauti katika kupitia ile tasnia ya sanaa ya maudhui ya mitandaoni, ili kuona sasa ziara hii inakwenda kutengeneza fursa mbalimbali hususan kwa upande wetu kupitia wasanii
kwa maana na wao kuiga mifano kama hii katika kuipaisha ile sanaa kimataifa hata kitaifa, nayo ndani na nje ya nchi. Leo tumemwona msanii huyu ambaye ni maarufu anaitwa Al-Mahmoud amekuja hapa Zanzibar na atatembelea maeneo mbalimbali yatakayoonyesha uhalisia wa Zanzibar katika masuala ya kiutamaduni, kuangalia mila za Zanzibar, kuangalia desturi na watu ambao wanaishi, ili kuona sasa na kujifunza kwamba Zanzibar ni sehemu ya kivutio kikubwa cha utalii kupitia sanaa ambayo anaifanya yeye. Kwa hiyo sisi tumeupokea ugeni huu na tumefurahishwa, na kupitia ziara hii basi itakwenda kutengeneza fursa mbalimbali ambazo zitaenda kuwashajihisha au kuwahuisha wasanii wetu waweze kuona kama ni mfano na wao kwa upande wetu Zanzibar, tukatoa content creator kama hawa ambao watakwenda kuipaisha Zanzibar kwenda kuitangaza katika nchi nyingine tofauti. Lakini mimi niseme tu wito wangu toka uratibu wa jambo hili, sisi kwa upande wetu kama baraza tumefurahishwa na uratibu huu. This is my first time and I was recommended that if I will start with Africa, I should start with the Tanzania because it's the gate of Africa. If Africa had a gate, it will be Tanzania. Yeah. So far, I feel the different vibe from the mainland. I feel the different culture, and I'm very excited to see more. I feel very excited to start. I'm here to cover not only the tourism. I'm here to cover the heritage, the history, to show the people that Zanzibar is not only about beach and green landscape. It's more of that, much more of that. And yeah, I hope I can cover as much as possible. And I believe the Zanzibar is beautiful. All I have to do is just to reflect what's here. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Mshindo TV.